Lakini la pili, nimesikia habari ya madalali. Mimi sikujua hata huku kama kuna madalali vile vile. Kumbe madalali wako kila mahali. Nilifikiri ni mimi. Madalali wako wengi sana kwenye sekta ya ardhi. Tena anwani zao ziko kwenye miti. Mimi nauza viwanja, mimi nauza nyumba kwenye miti tu. Hakuna ofisi, hakuna kodi, hakuna chochote. Mtu yote mwenye kalamu ni dalali tu. Sasa leo nimesikia kuna madalali nao wanaoumiza, wanaopanda miti na wanaofanya biashara ya misitu. Nashukuru kwamba waziri ameamua kucoordinate swala hili la madalali kwenye sekta ya mali asili. Lakini na kwangu vile vile hao madalali kumbe wanaumiza kila mahali. Hata kwangu kwenye sekta ya ardhi na kwenye real estate kwa ujumla wamekuwa wanaumiza sana watu. Wanaumiza sana. Wengine wanajifanya madalali, real estate agency, wengine wanajifanya brokers, wanafanya minada siku za Jumamosi. Akikupenda sana anafanya mnada hata kama akatumwa, lakini anafanya mnada saa 9 ili kukuzuia usiende mahakamani. Sasa leo nimesikia nyingine kwamba kuna baadhi ya madalali wanapangisha nyumba alafu wenyewe wanachukua kwa mpangaji kodi ya mwezi mmoja. Mimi sikujua kama kuna wizi wa namna hii. Mimi nilikuwa najua wanalipwa na aliyemtuma. Sasa manake hii kuguna huku, manake wote tunawashangaa hawa majambazi wanaochukua kodi ya mwezi kwa mpangaji. Ni ujambazi kabisa. Wewe unamtafutia fedha mwenye nyumba, alafu unachukuaje kodi kwangu? Kule nalipa, alafu nalazimisha kulipa kodi ya miezi 12 kwa mwaka. Alafu na kwangu unachukua kodi ya mwezi mzima. Fikiria umepangisha apartment Masaki ya $4,000 unachukua kwa kazi ya dakika moja. Alafu haina kodi. Kwa hiyo na wizi huu ukome na wenyewe. Hao madalali wanaochukua pesa za wapangaji waache mchezo huu, kwa sababu ni wizi wa mchana kabisa. Wewe umeajiriwa na mwenye nyumba lazima akulipe wewe. Au mwenye nyumba mkutanishe na mpangaji wapatane wenyewe, na mwenye nyumba awe na jukumu la kulipa wewe dalali. Lakini marufuku kabisa kwa dalali kuchukua, kulazimisha anayepanga nyumba akulipe posho ya mwezi mmoja. Marufuku kabisa. Unajua tukisema marufuku wanafikiri hatujui kufuatilia. Wananchi wote watakaotozwa hii wanajua simu yangu. Wala uhitaji sheria, inahitaji common sense. Huu ni wizi kabisa. Miezi iko 12, unampangishaje mtu miezi 13? Maana unachukua kodi ya miezi 12, huu wa 13 unatoka wapi wa kumpa dalali? Kwa hiyo pamoja na kwamba waziri amekomesha, anatengeneza utaratibu wa kukomesha, mimi nakomesha leo habari ya kuchukua mwezi mzima wa kodi. Lakini tulishakataza pia wenye nyumba nao kulazimisha, na ni hawa madalali ndio wanalazimisha. Ili wapate kodi ya mwezi mmoja wanalazimisha wapangaji walipe miezi 12. Ni marufuku kabisa. Mkishaelewana na mwenye nyumba, kodi ni ya mwezi mmoja. Sasa kama wewe una uwezo au unalipua miezi 3, muandikiane mkataba namna ya kulipa. Lakini kodi inayotozwa huwa ni ya mwezi mmoja, sio miezi 12. Graduate anatoka leo SUA anaenda kuanza kazi, hajapata hata posho ya kukodi nyumba. Unamtoza kodi ya miezi 12, anatoa wapi? Lakini wanaolazimisha ni hao madalali, sio mwenye nyumba. Mwenye nyumba kiwango chake ni kodi ya mwezi mmoja. Na tunaamini wenye nyumba ndio wanaolipa kodi. Huyu atakayechukua kodi ya mwezi mmoja anataka umlipe, hebu mdai risiti ya EFD tumuone. Mwambie nakupa, lakini unipe risiti ya EFD. Tuone haya mapato anayaandikia nini. Na mimi nakamilisha sasa hivi, nafikiri mimi nitakuwa mapema zaidi, naweka kanuni za namna ya kusimamia kwanza sifa za madalali. Haiwezekani kalamu tu unajua kusoma na kuandika unakuwa dalali. Lazima kuwe na sifa za madalali. Na hawa watu lazima wawe regulated, wawe na ofisi na walipe kodi, kwa sababu wanafanya transactions za bilioni. Mtu anauza nyumba ya Dar es Salaam ya shilingi bilioni 1, halafu walipi kodi. Halafu watu wamesoma. Kuna lawyers sasa hivi wana mihuri wengi kabisa. Mawakili ambao wanaweza kufanya kazi hizi. Tunajua mawakili ndio kazi zao hizi. Lakini wanakuja watu wajanja tu wanaojua kupiga maneno, wanajifanya madalali, wanaibia serikali, wanaibia maskini, wanaibia na watu wengine.
tunasema sana. Kwa kama kuna dalali hapa anafanya kazi ya misitu aendelee hiyo, lakini ya ardhi akome leo. Hii habari ya kuchukua kodi ya mwezi mmoja kwa mpangaji, halafu maana yake mpangaji anakuwa amekodi nyumba amelipa kodi ya miezi 13. Hivi hamuoni haya? Na lenyewe mpaka tuseme serikali. Hii si kero kubwa? Kwa hiyo nimesikia hapa, bahati nzuri waziri amelitolea maelezo juu ya kero hii ya madalali. Nadhani madalali kote huko mjipange vizuri. Tungetaka kazi hii iwe ya heshima. Kuna wenzenu wameisomea, kuna wenzenu wana ofisi wanaajiri, na kuna wenzenu wanalipa na kodi. Sasa wanaolalamikiwa hawa ni wale ambao hawalipi kodi, hawana ofisi wala hawajasomea. Wale waliosomea sidhani kama wanafanya jambo hili, kwa sababu wao wanachukua commission kwa aliyewatuma. Narudia tena kuwapongeza sana. Baada ya kujifunza yote haya, sikudhani kama mimi naweza nikasema mengi. Naomba nisaidie simu yangu hapo. Sikudhani kama naweza nikasema mengi. Nirudie tena kumpongeza sana Mama Queen. Nadhani amekuja na mguu mzuri hapa Iringa kwa ubunifu wake ambao ameshauanzisha hapa Iringa kwa kushirikiana na rasi na wenzake. Lakini la pili, la mwisho tena ni kupongeze Bwana Waziri kwa kulazimisha kwamba sasa unataka mazao yaliyokamilika, finished goods, zizalishwe hapa. Tunataka viwanda vya kutengeneza furniture ama kabati kutoka Mfindi, sio viwanda vya kusafirisha magogo wala vitu vingine. Lakini la mwisho langu, nataka niwaambie jambo moja, nyinyi wakulima wa misitu. Nyinyi mnaibia serikali. Mnaolima mashamba mengi ya misitu huku, lakini hamlipi kodi ya ardhi. Hapa nilikuwa namsikia rafiki yangu anajivuna ekari 100 zimeungua, wala hana kodi ya serikali. Sijui Mheshimiwa Chumi, shamba lako ulisema lina ekari 20, una kodi? Umepima, una ardhi, unalipa kodi? Halipi kodi. Kwa hiyo nyinyi pamoja na kongamano lenu hapa mnatafuta haki za misitu, lakini misitu imeota kwenye ardhi, mna ekari nyingi. Wengine mnalima hapa ekari 1000, 2000, lakini hamlipi kodi ya ardhi. Kwa hiyo hamtimizi wajibu wenu. Kwa hiyo mkuu wa mkoa, na mimi nakukupa kazi moja. Ningetaka kongamano lijalo la pili, kila mkulima anayelima msitu, mazao ya muda mrefu, apime, amilikishwe, na mimi nitatoa special status. Hata kama ni shamba liko kijijini, nitakupa hati. Ninao uwezo huo. Nitatoa special status kwa wakulima wa miti hii. Miti hata kama iko kijijini, nitatoa status, nitaagiza watu wangu niwape special status, nitawapa title deed huko ili mlipe kodi. Lakini pia hati hii inawasaidia. Hebu fikiria wewe mkulima maskini ambaye umelima miti yako, unasubiri kuvuna baada ya miezi 16 au miaka 16. Unasubiri miaka 16 ndio ufanye biashara ya misitu. Ile ardhi yako huwezi kuifanyia chochote, manake haikuhusu. Kumbe leo ungekuwa unasubiri miaka 16 uvune, lakini ile ardhi yako ukiwa na title unaenda kuikopea yenyewe, inakupa biashara nyingine mbadala. Lakini wote hapa mmekaa mnasubiri miti tu, magogo, madalali, sijui wanani. Miaka 16 mmekaa na umaskini wenu, mnasubiri mpaka miti ikomae. Kwa nini? Kwa sababu ile ardhi yenu haina thamani kwenye benki, haina thamani kwenu. Sasa kuweni wajanja. Ujanja ni kupima na kuchukua hati miliki. Kwa hiyo unakuwa na biashara mbili. Unakuwa na biashara ya hati, kwa maana unakuwa na surface right ya ile ardhi, na ni biashara yake inajitegemea tu. Kwa sababu kwa mujibu wa sheria za nchi hii, hata ardhi isiyoendelezwa ina thamani kubwa. Kwa ile thamani ya ardhi inakupa mtandao wa biashara nyingine. Wakati unasubiri miti yako ikomae kwa miaka 16, unaweza kuwa na biashara mbili tofauti.
Hakikisha una subscribe channel yetu, gusa maandishi mekundu chini ya hii video, itatokea kengele. Gusa kengele hiyo mara moja tu na utakuwa umejihakikishia kuwa wa kwanza kupata habari zote kwa haraka zaidi. Asante.